Chama cha Mapinduzi huenda kikaisha vibaya sana kutokana pengine na laana ambazo zinazidi kuandama, pengine kutokana na mauaji yaliyosababishwa na chama hicho mwaka jana. Manake sasa hivi ni kama naona kutokana na taarifa ambazo zinaendelea kusambaa mitandaoni, huenda Israeli mtoa roho amepiga na kukita kambi katika Chama cha Mapinduzi. Yaani amechukua roho za watano ndani ya siku mbili. Ni taarifa ambazo si safi, si nzuri, ni taarifa ambazo ni za kuhuzunisha. Wakati kamati ya mazishi ya William Lukuvi ilikuwa inaandaa idadi ya mashada ya mazishi, wengine waliongezeka tena. Si kuongezeka tu kwa idadi, ila waliaga dunia. Taarifa ambayo ni mbaya zaidi, kwani jeshi la zimamoto la uokoaji katika mkoa wa Singida lilifanikiwa kuopoa miili ya watu wawili waliopoteza maisha baada ya gari walilokuwa kisafiria kusombwa na maji, akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Singida kwa jina Yusufu Mwandami, pamoja na mke wake Luluwa Selemani. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Singida, Divodha Bigawa amesema tukio hili lilitokea hapo jana, ambao ni tarehe 27 mwezi Machi mwaka 2026 majira ya saa 1 usiku katika kata ya Mang'onyi, wilaya ya Ikungu. Mwandami alikuwa na mtoto wake ambaye ni Sabri Yusufu, pamoja na dereva wa gari hilo ambao bado hawajapatikana. Jeshi la zimamoto na uokoaji linashirikiana na wananchi katika jitihada za kuendelea kuwatafuta, na bila shaka pengine ni miili ambayo itapatikana, manake kama ni siku ya pili leo hawajapatikana, japo sijaangalia ikiwa wamepatikana. Kwa hivyo hii ni taarifa ambayo inaleta shida sana, haswa katika chama cha CCM. Ni taarifa ambayo vilevile inazua hisia mseto, manake ni juzi tu William Lukuvi aliaga dunia. William Lukuvi aliaga dunia kwa njia ambayo ilitangazwa kutoka Ikulu kwamba alipatwa na mshtuko wa moyo. Ngawaje ni jambo ambalo wengi walikataa, wakisema kwamba inakuaje wanaokufa wanasema ni alikufa mshtuko wa moyo. Kwa hivyo wengi walikataa. Ila kifo chake kikazua maneno mengi sana nchini Tanzania, na vilevile katika hali hiyo kifo chake kikazua lesson, ikafundisha wengi kuhusu hali ya maisha. Kuna masomo tunajifunza ya maisha hapa nchini Tanzania. Lukuvi wakati alikuwa kiongozi alikuwa anajiona mtu ambaye hambiliki, alikuwa anajiona amefika, alikuwa anajiona Mungu. Manake hata mazungumzo yake hakuwa anajali maslahi ya wengine. Na ikumbukwe vilevile kwamba huyu Lukuvi ni mtu ambaye aliongoza zaidi ya miaka 30 kuelekea 40. Ni mtu ambaye alikuwa kwenye kiti kwa muda mrefu sana, ila hakusaidia watu wa sehemu yake. Alikuwa anajijali tu, na vilevile alikuwa mtu ambaye hawezi kuongea hata akiona ndugu yake ananyongwa. Manake kwa muda wote ambao amekuwa akisifu chama cha CCM, amekuwa kikisifu sana. Hadi mwaka jana wakati wa mauaji yaliyofanywa hata hakuzungumza. Na in fact jambo ambalo lilifanya wengi kushangilia na kusherehekea kifo chake ni kwamba mazungumzo aliyoyatoa wakati wabunge wakati wamesha kuwa na kikao, alimshukuru Samia
kwa kuhakikisha kwamba kulikuwa na amani wakati wa uchaguzi. Na hata jamaa huyu hakutoa rambirambi, hakufariji zile familia zilizopoteza wapendo wao. You can imagine. Yaani ndani yake, roho yake ilikuwa kwamba wewe kitufanye mshukuru tu, bora uko na kiti, hata kama wamekufa ni sawa. Ndiposa kifo chake kikashukuriwa na watu wengi, hadi watu wakashukuru Mungu, asante kwa kumuondoa. Kwa hiyo ikakuwa ni funzo. Asifu hiyo haijatosha, kuna taarifa nyingine tena, ndio hii yenye nimekuambia imegonga tena CCM. Juzi tu Jenista aliaga dunia, juzi tu, yani viongozi wa CCM wameaga dunia sana. Hadi tunajiuliza inakuaje? Ni mtu anawatoa kafara, ni wanauliwa, ama ni ile damu iliyomwagika mwaka jana imeanza kuandama wengine, hadi wale waliozungumza maovu. Inakuaje? Ndio maana wengi wanasema kwamba Israeli mtoa roho amepiga kambi CCM. Manake jinsi watu wanavyokufa, huku watu hawajali, huku wa Tanzania wakishabikia, in fact hawajali. Niliona ujumbe mwingine wakati Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alikuwa anagombana kuhusiana watu wanaotumia mitandao vibaya ambao wanajiona Mungu. Kwenye comment section niliona wengi wakimwambia hata wewe ukikufa leo tutashangilia. Manake sasa hivi imegeuka na kuwa collective responsibility. Na tuseme kwamba hii pepo, nisijui niite pepo, nisasema ni pepo. Huyu malaika Israeli mtoa roho, ikiwa hakika amekita kambi pale CCM, basi mambo si mazuri na huenda wanastahili kujirudi. Samia mwenyewe anastahili angalie jinsi ya kurejesha usalama katika chama chake cha CCM. Wajua unaweza kuongoza, unaweza taka kuongoza hata kama ni kwa mauaji, kuua wenzako. Ila huu uongozi unaweza kuwa hauwezi last for long. Kwa sababu gani? Ile damu iliyomwagika. Kawaida babangu na mababu huwa wanasema kuwa, hata babu yangu alikuwa ananiambia mimi nataka kukupa wosia wake. Alikuwa ananiambia kwamba mwanangu, usije ukamwaga damu ya mtu. Manake damu ya mtu si kama ya mbuzi, si kama ya kondoo, si kama ya kuku, unaweza kata umwage. Ile damu inakuja na laana na itakuandama maisha yako yote. Usije ukamwaga damu. Maneno ya busara ambao niliambiwa na babu yangu, na hayo maneno babangu mwenyewe akaja kuniambia. Na sijui ikiwa Samia wanalijua hili, kwamba damu ya binadamu haistahili kumwagwa. Ukimwaga kuwa radhi kupokea laana nyingi sana na kuandamwa. Ndio yale yaliyotokea, na huenda ndio anaandama chama hiki cha Mapinduzi. Lakini sijui itakuwaje, ila ningeomba uniandikie ujumbe hapo chini, nitakuwa napitia jumbe zenu. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali subscribe kama njia ya kutusaidia ili kukuisha channel hii. Hadi kwenye video nyingine, na kuombea mema.